Bila shaka inawezekana umewahi kusikia kuhusiana na sadaka ya limbuko. Leo kwa neema ya Mungu nitaenda kulifundisha somo hili kwa undani zaidi. Pengine umewahi kujiuliza limbuko ni nini? Limbuko ni sehemu ya sadaka zilizoamliwa na Mungu. Ndiyo, ni moja kati ya sadaka zilizoamliwa na Mungu. Kwa tafsiri tunasema limbuko ni sehemu ya kwanza ya mavuno ambayo mtu humrudishia Mungu kama heshima au shukrani. Limbuko ni sehemu ya kwanza ya mavuno ambayo mtu humrudishia Mungu kama heshima au shukrani. Mara zote Mungu anatubariki mambo mengi. Kile cha kwanza ambacho Mungu ametubariki huwa tunakiita limbuko. Biblia inasema vizuri kwenye kitabu cha Mithali sura 3 mstari wa 9 na wa 10. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala zako zitakapojazwa tele. Anasema kwamba na mashinikizo yako yatakapofurika divai mpya. Kwa muktadha huu tunaona kwamba limbuko lina mahusiano makubwa na kumheshimu Mungu. Unapotoa sadaka yako ya limbuko ni hali ya kutambua kwamba Mungu ndiye chanzo cha baraka zako. Unapotoa sadaka yako ya limbuko ni hali ya kumweka Mungu wa kwanza kabla ya matumizi mengine. Chochote ambacho umekipata cha kwanza kwenye maisha yako kinafaa kuwa limbuko mbele za Bwana. Kwa kuwa tumefahamu maana ya limbuko, ni vizuri kufahamu sasa limbuko linatolewa mara ngapi. Kibiblia limbuko ni sehemu ya kwanza ya kitu unachokipata. Kwa mfano, unafanya kazi, mshahara wako wa kwanza unaupokea sio wa kwako, ni mshahara ambao unatakiwa apewe Mungu. Kwa mfano, unafanya biashara, faida ya kwanza au mauzo ya kwanza utakayoyauza kwenye biashara yako ya siku ya kwanza sio ya kwako, ni ya Mungu. Kwa mfano, unafanya kilimo, basi yale mavuno ya kwanza utakayoyafanya sio ya kwako, ni ya Mungu. Unasema inawezekanaje kujua kipimo kwamba hiki kinafaa kuwa cha Mungu au sio cha Mungu, au hiki kinafaa kuwa cha kwangu au hiki ni cha Mungu? Utanielewa vizuri mbele. Biblia inaonyesha wazi ya kwamba kitabu cha Nehemia sura 10 mstari wa 35 anasema, na kuleta malimbuko ya nchi yako na malimbuko ya matunda ya kila mti mwaka baada ya mwaka kwenye nyumba ya Bwana. Biblia inaonyesha wazi ya kwamba wana wa Israeli walitoa malimbuko mwaka baada ya mwaka. Hii haina maana kwamba tunahitaji kutoa malimbuko mwaka baada ya mwaka. Inategemeana unafanya shughuli gani, inategemeana unafanya nini. Ikiwa ni mkulima, manake kila mwaka lazima utapata mavuno, na ikiwa unafanya biashara, unafanya kazi, inategemeana. Mahali popote ambapo umefungua ofisi kwa mara ya kwanza, mahali popote ambapo umeanzisha kitu kwa mara ya kwanza, basi yale ya kwanza sio ya kwako, yanatakiwa yawe ya Mungu. Ni vizuri kujua kutofautisha kati ya fungu la 10 na limbuko. Kuna utofauti mkubwa kati ya fungu la 10 au zaka na limbuko. Fungu la 10 ni aina nyingine ya sadaka na ina utaratibu wake wa kutoa. Mara nyingi fungu la 10 kama inavyojitambulisha ni 1/10 ya yale ambayo Mungu amekubariki. Kwa kuwa somo letu ni kuhusu limbuko, basi tunaendelea na mambo yanayohusu limbuko. Tumejaribu kujiuliza limbuko hutolewa mara ngapi? Jibu la Biblia linaonyesha kwamba limbuko lilitolewa mwaka baada ya mwaka. Manake limbuko lilikuwa na mahusiano makubwa na msimu. Na kwa kuwa mara nyingi watu tunaoishi kwa nyakati hizi sio wote wakulima, basi inatakiwa iwe tofauti kwako kulingana na vile ambavyo umeanzisha jambo au kitu cha kwanza ambacho kimeanza kwenye maisha yako. Limbuko hutolewa wapi? Biblia inaonyesha wazi ya kwamba limbuko lilitolewa nyumbani mwa Bwana au mikononi mwa makuhani. Biblia inasema vizuri kwenye kitabu cha Zekaria sura 44 mstari wa 30. Anasema, na malimbuko ya kwanza ya vitu vyote vya kila namna yatakuwa ya makuhani. Hii inaonyesha wazi ya kwamba makuhani wanahusika kwa asilimia zote na kupokea malimbuko. Kutoka 23 mstari wa 19 anasema, malimbuko ya kwanza ya malimbuko ya nchi yako utayaleta kuyatia ndani ya nyumba ya Bwana Mungu wako. Hii inaonyesha wazi ya kwamba malimbuko ya kwanza yalitolewa kwenye nyumba ya Bwana na mikononi mwa makuhani, ili yaweze kusaidia kazi ya Mungu, kuinua watumishi wa Mungu, lakini pia kuweka mahusiano makubwa na Mungu. Zipi faida za kutoa limbuko? Biblia inaonyesha wazi ya kwamba tunapomtolea Mungu limbuko kuna faida nyingi tunazipata. Faida ya kwanza ni kuwepo kwa baraka juu ya nyumba zetu. Faida ya pili, neema ya Mungu juu ya familia. Faida ya tatu, kufunguka kwa milango ya riziki au baraka.
Kitabu cha Ezekieli sura 44 mstari wa 30. Anasema kuhani, malimbuko ya unga wenu wa kwanza ili akaze baraka ya nyumba yako. Anasema kwamba tunapotoa malimbuko yetu mbele za Bwana, Mungu anakaza baraka juu ya nyumba zetu. Kuna baraka zinatakiwa ziendelee kuwepo kwenye nyumba yako. Na unapotoa limbuko lako, maanake umemfanya Mungu kuwa wa kwanza. Umemfanya Mungu kuwa kipaumbele. Na Biblia inaonyesha wazi ya kwamba tunahitaji kumtanguliza Mungu. Kwa unapomtanguliza Mungu kwa wa kwanza, hautabaki kama ulivyo. Sadaka ya limbuko ni kati ya sadaka yenye matokeo makubwa, hasa kwa mtu ambaye ana mahusiano na Mungu. Lakini pia tunaweza tukajiuliza, ni faida zipi zinginezo? Faida nyingineyo ni ghara kujazwa tele. Kitabu cha Mithali sura 3 mstari wa 10. Anasema ndipo ghara zako zitakapojazwa tele. Unapomtolea Mungu limbuko lako, ghala lako linajazwa tele. Mungu anakuwekea baraka tele. Mungu anatunza baraka kwenye maisha yako. Lakini faida nyingineyo, unapotoa limbuko mbele za Mungu, kitabu cha Walumi sura 11 mstari wa 16, anasema malimbuko yakiwa matakatifu, kadhalika donge lote nalo litakuwa takatifu. Ni kuingiza utakatifu kwenye maisha yako, kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye kilimo chako. Unapotoa limbuko unaingiza utakatifu. Manake ile hali ya kutoa mbele za Bwana limbuko, unakuwa umeingiza utakatifu kwenye kila kitu. Unakuwa umeingiza Mungu kwenye kila unalolifanya. Biblia imefasiri vizuri sana kwenye Walumi sura 11 mstari wa 16. Anasema malimbuko yakiwa matakatifu, kadhalika donge lote nalo litakuwa takatifu. Natamani somo hili liingie kwenye ufahamu wako. Ni yapi madhara unaweza kuyapata usipotoa limbuko? Usipotoa limbuko kuna madhara yake. Zara la kwanza, kitabu cha Malaki sura 3 mstari wa 8. Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Manake unakuwa umemwibia Mungu. Na kama umemwibia Mungu, manake kuna uharibifu utatokea kwenye maisha yako. Wakati mwingine unapatana na ukame, hata ukienda mbele za Mungu kutoa zaka, au ukienda mbele za Mungu kumwomba Mungu aibariki kazi yako, biashara yako, unakuta hakuna wepesi au hakuna connection, kwa sababu ulianza mwenyewe, haukumtanguliza Mungu. Kitabu cha Hagai sura 1 mstari wa 6. Mmekwisha panda sana, mkavuna haba, mnakula lakini hamshibi. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hatujaweka uaminifu mbele za Mungu. Unapotoa limbuko lako mbele za Mungu, unaonyesha uaminifu. Unaonyesha hali ya Mungu awe na mahusiano na kile unachokifanya. Na hata kama umekwama, ukienda mbele za Mungu unakuwa na nguvu. Ukienda mbele za Mungu unakuwa na hakika. Ukienda mbele za Mungu unasema, Mungu angalia, nimekutanguliza wewe, imekuaje sasa hivi mambo yamekuwa magumu. Mungu naomba ushughulike na mambo yangu. Hakika nakwambia Mungu atashughulika na mambo yako. Tunaweza tukajikuta tunafanya kazi nyingi lakini hatupate matunda. Tunaweza tukajikuta tunapambana kwa namna nyingi hatuone matokeo. Watu wa giza wanajitahidi kutoa kwa miungu yao. Wanajitahidi kujitoa. Kuna mahusiano makubwa ya mafanikio yako na sadaka zako. Kuna watu waelewi, sadaka ina mahusiano makubwa na kumuinua mtu. Sadaka ina mahusiano makubwa ya kumfanya mtu aweze kuinuliwa zaidi. Usione unapoteza. Unapoheshimu mambo ya Mungu, Mungu anakuheshimu na wewe. Ukimfanya Mungu wa kwanza, Mungu atakuwa wa kwanza kwenye kila kitu kwenye maisha yako. Ni upi mtazamo wa Agano Jipya kuhusiana na limbuko? Tumeona wazi andiko ambalo tumetoka kulisoma kwenye kile kitabu cha Walumi sura 11 mstari 16. Lakini tunao maandiko yanayotuonyesha kwamba Kristo Yesu yeye mwenyewe alijitoa kuwa limbuko la watu waliolala mauti, ili awe wa kwanza kuweza kuleta utakatifu. Maandiko yanasema kwenye kitabu kile cha Mathayo sura 6:33, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Hii inaonyesha wazi ya kwamba Mungu anataka awe wa kwanza kwetu. Unapotoa sehemu ya limbuko lako, maana umemfanya Mungu wa kwanza, umemtanguliza. Lakini pia kitabu cha Wakorinto wa pili sura 9 mstari wa 7, kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukarimu. Niseme tu ya kwamba Mungu ukimtanguliza atahusika kwenye kila kitu kwenye maisha yako. Ukimtanguliza Mungu na kumpa kipaumbele, Mungu atakufanyikisha kwenye mambo makubwa. Wakorinto wa kwanza 15:20. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko la waliolala. Yesu yuko hai.
na anaweza kuinua kila kitu kwetu ambacho kinaonekana kina hali ya kufa. Niseme tu, Mungu anakupenda. Kama ulikuwa hujaanza kwa kutoa limbuko, Mungu anakusemesha unahitaji kutoa limbuko. Na kama ulikuwa hujawahi kutoa limbuko, basi jitahidi kwenye hiyo biashara yako ambayo umeanzisha. Ulikuwa hujatoa limbuko, Mungu naomba rehema zako, niongoze. Nifanyeje ili kuweza kufanya mapatanisho na wewe? Nifanyeje ili niweze kukurejeshea wewe kama sehemu ya kwanza ya kile ambacho umewahi nibariki? Mungu anapokubariki chochote, anataka yeye awe wa kwanza. Ukimtanguliza Mungu, utaona mambo yako yakienda vizuri. Ondoa ugumu. Sadaka ina mahusiano makubwa na wewe na Mungu. Sadaka ina mahusiano makubwa na baraka za Mungu. Mara zote watoaji wanaotoa kwa moyo wa ukarimu, Mungu huwa anawabariki kwa kiwango kikubwa. Kuna watu Mungu ameumbia tu mioyo ya kutoa. Kuna watu Mungu ameumbia tu mioyo ya kutoa. Wengine shetani anawafanya mioyo yenu iwe migumu. Unaona kama unapoteza. No. Haupotezi. Mungu mwenyewe alionyesha wazi ya kwamba sadaka ina mahusiano makubwa na ukombozi. Sadaka ina mahusiano makubwa na kupatanisha. Sadaka ina mahusiano makubwa na kuleta muunganiko. Biblia inasema kwamba Mungu alimtoa mwanawe wa pekee ili kila muamini asipotee. Manake alitolewa, lazima tutoe. Mungu akusaidie. Mungu akusemeshe katika hili. Mungu akusemeshe katika hili. Kama uliwahi kula mshahara au kutoa limbuko, Mungu anakusemesha. Ulianzisha biashara kutoa limbuko, Mungu anakusemesha. Ulianzisha kitu fulani ambacho kikaanza kukupa faida kutoa limbuko, Mungu anakusemesha. Ujumbe huu ni kwako, nami nakuombea. Baba, katika jina la Yesu ninaomba ufanye moyo wa mtu huyu uwe moyo wa nyama, usiwe moyo wa jiwe. Uwe moyo unaoweza kubadilika, uwe moyo wa kutoa, moyo wenye mahusiano na wewe. Na kama kuna mtu alikosea, alianza bila kukupa wewe kipaumbele, naomba rehema kwa ajili yake. Pengine alipanda, akavuna, akala peke yake. Mungu naomba mrehemu, naomba msamehe. Pengine alipata mshahara, pengine alianzisha biashara, hakutoa limbuko. Mungu naomba rehema. Mwingine aliwahi toa, baada ya hapo akaona hatakiwi kutoa tena. Mungu naomba mrehemu. Baba, naachilia neema na baraka kwa mtu huyu, msaidie. Muumbie moyo wa utoaji, muumbie moyo wa kujitolea, muumbie moyo wa mahusiano na wewe. Katika jina la Yesu nimekuombea, amen. Pengine unaweza kuwa na maswali zaidi kuhusiana na hili somo. Unaweza kaniuliza kwa namba inaonekana kwenye skrini yako, au ukamfuata kiongozi wako wa kiimani akakuelekeza vizuri kuhusiana na somo hili. Hii inaweza kukusaidia zaidi, kwa sababu mambo ya malimbuko wakati mwingine yanaweza kutofautiana kuhusiana kulingana na madhehebu. Kwa hiyo kila dhehebu inaweza kuwa na utaratibu wake, lakini kwa kuwa Biblia ndio mwongozo mkuu, basi mambo mengi yanaingiliana kwa mwongozo wa kibiblia. Mungu akubariki, akutendee mema. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa wa huduma ya Maumbili Dawa. Ubarikiwe, uwe na wakati